kusema, kwa kusema kwamba hivi mwanaume ni nani? Labda ni frame mwanaume ni nani, nafasi yake katika familia na katika jamii ikoje, afya yake ya akili ni muhimu kiasi gani, na wale wenye watoto ni namna gani tunaweza tukawalea watoto wa kiume. Nianza kusema kwamba jamii nyingi za Kiafrika ambazo nadhani sote tuko hapa zina matarajio makubwa makubwa sana kwa wanaume au mtoto wa kiume. Hata tunalelewa, kuna some special expectations that our parents put on a male child. Yani jamii inawategemea, inatarajia wanaume pia kuwa wagumu kihisia, strong emotionally, sijui kama ni Kiswahili sahihi, strong emotionally, wagumu kihisia, na mpaka misemo ipo ambayo ukitizama msingi wake ina maana ya kureinforce hiyo idea au hiyo expectation ya mila zetu. Wanasema kufa kiume yaani kuna msemo anasema kufa kiume, yaani gangamala tu, usionyeshe hisia, don't show emotions. Kwa hiyo mwanaume hata kama akiumia hapaswi kupiga kelele, akipigwa hatakiwi kupiga kelele kwamba amepigwa. Kulikuwa na story kwa tunaambiwa zamani kwamba kulikuwa na jirani yetu huko ambaye alikuwa mume wake anampiga, mke wake anampiga, lakini anapompiga yeye anapiga, mwanamke anapiga mume wake, alafu yeye ndiye analia, na muda wote watu walikuwa wanakuja, akija hapo anaamua ugomvi, mawazo anajua kabisa naye pigwa ni mwanamke, lakini kiuhalisia aliyekuwa anapigwa alikuwa ni mwanamume, lakini hakuwa na ujasiri wa kusema kwamba jamani, mimi napigwa na mke wangu, kwa sababu ilionekana kana kwamba yani ni udhaifu. Utapigwaje bwana, tena utapigwaje na mke wako? Lakini alipigwa sana mpaka alipofumaniwa akiwa anapigwa, ndio akagundua kwamba kumbe aliyekuwa anapigwa ni mwanaume, lakini alikuwa anakufa bila kusema. Kwa hiyo tunao watu ambao wanaweza kuwa ni wanaume, wako emotionally, physically, wako abused na watu wengine, lakini kwa sababu ya hii mila ya kuto kuzungumza, ambayo ukizungumza unaonyesha kwamba ni dhaifu, basi wanaume wanakufa kimya kimya. Na sio hilo tu, wanaume, haya matarajio yaliyowekwa juu yetu kama wanaume yanaathiri afya ya akili na mahusiano ya kifamilia, kwa sababu kuanzia haya matazamio ya kifamilia ya mke na watoto, matazamio kazini, there are just too many expectation yanayokuja kwa mwanaume, na mwanaume anayabeba na kuamini kwamba ni lazima yaweze yote hayo. Sasa inapotokea kwamba matazamio hayo anashindwa kuyatimiza kwa sababu yoyote ile, na zingine zilizoko nje ya uwezo wake, basi inamwathiri kiafya, inamwathiri kisaikolojia, inaathiri mahusiano yake, na matokeo yake ni mwanaume anatunza huo udhaifu ndani, na unaweza ukasababisha basi akawa na hasira, akakosa kutoka kujiamini, alafu ikaanza hiyo kuwa translated kwa njia ya kuwa violent, kujihusisha na tabia ambazo ni si salama, tunaita risky behavior kama ulevi, kuvuta sigara, um, kunywa madawa ya kulevya, au kuwa mgomvi kama njia tu ya kuonyesha kwamba yeye ana nguvu, analipuka. Kwa hiyo mwanamume, pamoja na matazamio yote hayo, lakini kiukweli mwanamume ni mtu kama mtu yeyote, ni mtu mwenye hisia, ni mtu mwenye ndoto, ni mtu ambaye pia ana hofu kama watu wengine. Kama mwanamke ana hofu, pamoja na kwamba Biblia kwa mfano na misaafu mingi yetu tunaisoma kwa Waislamu, Wakristo, hata yale dhehebu za Mashariki ya Kati kama Wabudha,
zinamtazamia mwanaume kama kichwa cha familia yake, lakini kichwa ambacho kinaongoza familia kwa upendo, lakini sio kwa ukatili. Hao nayo ni majukumu ambayo Mungu ameweka juu ya wanaume. Kwa nafasi ya mwanamume kwa ujumla, ukitizama hayo majukumu hayo, amewekwa kama kiongozi, kiongozi wa kimwili, kiongozi wa kiroho, kama mlezi, kama mshiriki wa kazi za nyumbani, maana tumeambiwa sisi tumeumbiwa wasaidizi. Kwa hiyo basically mwanamume anatakiwa ahakikishe kwa mambo yote yanakwenda sawa. Mfano wa mawasiliano ya upendo, anatakiwa kuonyesha mfano wa namna ya mawasiliano mazuri yalivyo. Kwa hiyo haya majukumu yote yanapokuja yanamlemea mwanamume, alafu huyu mwanamume sasa ameambiwa be strong, eh, man up, usionyeshe udhaifu, basi ana internalize haya mambo yote na inaleta mchango mkubwa sana katika kuathiri afya ya wanaume. Nafasi ya mwanaume katika jamii, bado naelezea mwanaume ni nani na nafasi yake na matazamio. Mwanaume ni msukumo wa mabadiliko katika jamii. Anatakiwa kuwajibika na anahitaji kushirikiana na wanawake katika kuleta maendeleo. Kwa hiyo ukiacha nyumbani, ukiacha wazazi, ukiacha mke na watoto, lakini pia jamii na matazamio makubwa kwa huyu mwanamume. Haya yote tunapoyatizama sasa, tunajiuliza kwamba haya matazamio yote yanamwathiri vipi kisaikolojia au kiakili. Mara nyingi magonjwa mengi ya akili yanatokana na kuwa na mambo mengi ambayo yanaweza kuwa magumu yakashindikana. Mtu anakuwa na stress, mzigo na mambo yanayohusu maisha yamekuwa ni mengi na hawezi kuyafanya yote, anajigawa, hawezi. Na of course hili sio jipya tu kwa wanaume, hata kwa wanawake ni hivyo, lakini kwa mwanamume tofauti na wanawake ni kwamba huu mgandamizo anaoupata, hii pressure anayoipata ya maisha na matazamio, mwanamume kwa sehemu kubwa sana hakufundishwa kuomba msaada. Mwanaume hakufundishwa kuwa articulate, kueleza hisia zake anavyojisikia, kwa sababu kufanya hivi inaonekana kama ni dhaifu, na kwa sababu hiyo mambo yote hayo anayabeba, yanakaa moyoni, ana internalize, anashindwa kuomba msaada. Labda kutoa mfano leo rahisi, na chupa yangu hapa ya maji, kuchukua chupa hii ya maji ikiwa imejaa, alafu kaifungua, kaiweka kwenye sakafu, kaanza kuipigapiga mateke. Ikiwa imejaa, haitachukua nguvu nyingi sana maji kumwagika, kwa sababu imejaa. Lakini kama hii chupa ya maji, ukinywa ya maji ukapunguza ikafika nusu, inawezekana kabisa kwamba ukipiga hii chupa mateke inaweza ikastahimili mtikisiko bila kumwaga maji, kwa sababu haijajaa. Sasa mwanamume anapokuwa anaingiza vitu kwenye moyo wake na kwenye akili yake, lakini hafanyi juhudi ile ile au hakuna njia ya kutoa hicho kilichoko moyoni na kichwani mwake, baada ya muda inakuwa ni rahisi huyu mwanamume kulipuka, kwa maana ya kwamba nasema you lose it, kwa sababu kikombe chake kimejaa, hana njia ya kulilizi, kutoa kile kilichoko moyoni. Na njia ya kulilizi ni ile njia ambayo ni ya kuzungumza na mtu mwingine au kuomba msaada. Wakina dada, kina mama, wao wana hulka kwamba ukifurahi unatamani kumwambia mtu, umefurahi, kuna kitu kimekufurahisha, you have good news, unamuita shoga yako, unamuita dada yako, unamuita rafiki yako, guess what man, I have something to tell you today. Unaanza kumsimulia siku yako ilivyokuwa, kwa sababu kuna kitu kimefurahisha moyo wako. Vivyo hivyo mwanamke akichukia, kama kuna kitu kimemuumiza, yuko eager kutafuta mtu wa kumwambia. Lakini wanaume hatuko hivyo. Unaweza ukawa na mambo yako yamekufurahisha, lakini unayatunza mwenyewe. Una mambo yamekuumiza, unayatunza mwenyewe. Sasa matokeo yake, kwa sababu tunatunza, ndiyo hapo kwamba ni rahisi sisi kupata hasira, kwa sababu hasira nyingine tunazozipata wanaume, actually hili ni well researched,
Hasira inatokana kwa sababu ya mambo mengi ambayo tunayo katika maisha ambayo hayajawahi kuwa vetted, hayajawahi kutoka ndani yetu. Tumejaa na ni kama chupa imejaa, ukiitikisa tu itamwaga maji. Hutaki kusumbuliwa, unataka amani, lakini kwa sababu mambo yamejaa. Mimi nikipoteza kazi inatumia nguvu kubwa sana kumwambia mtu kwamba I lost a job. Kama mwanaume, hata kabla sijamuita mke au watoto, inachukua muda kuprocess, hata kuambia kwamba you know what, I lost my job today. Kwa sababu hata kama sio kosa lake huyo mwanaume, kuna shame, kaaibu fulani kanapokuja, na kwamba kuna kitu kimetokea ambacho kinaonyesha ameshindwa mahali fulani, hajafanikiwa. I'm sure wanawake ukipoteza kazi, hujafika nyumbani umeshapiga simu, guess what, I lost my job today, na una feel sawa. Ndio maana mwanamume akiwa hana kazi ni vigumu kummanage nyumbani, kwa sababu kwenye akili yake amejengewa kwamba lazima awe na uwezo, na ile hitaji la mwanaume la kwanza la kuheshimika, to be significant, liko attached na mafanikio. Kwa hiyo no success it means I'm nothing. Kwa hiyo mtu anaanza kujisikia vibaya kwa sababu kuna kitu hakijaenda sawa. Amekosolewa hadharani na bosi wake, is a big deal, na hata msahau huyo mtu maishani mwake kwa sababu ameaibishwa. Nimeshindwa kupata, mradi wangu umeharibika, nimepata hasara, it is a big deal, kwa sababu siwezi kusimulia, maana that shows I'm a failure. Ni rahisi ku take it very very personal, na kwa sababu tunashindwa kueleza hivyo vitu, vina build. Ndio maana unaona mtu unaweza ukashangaa una mwanamume au na rafiki yako over a sudden amekuwa mlevi from nowhere, au ameanza kuwa na tabia ambayo ni very strange, na mmekuwa mnaongea, lakini unashangaa why, what is going on, can you open up, au no everything is fine, lakini kumbe kuna kitu kinamla na kimekuwa kinamla siku nyingi. Kwa hiyo wale ambao tunaishi na rafiki zetu wanaume na sisi wenyewe, ni muhimu sana kumonitor mabadiliko yanayotokea kwenye maisha ya mwanamume, na tutazungumza kidogo kuhusu hiyo. Sasa labda ni niwapatie kidogo mambo machache yanayolinforce yanayozungumza. Kwa mfano, tunapozungumzia juu ya afya ya akili ya mwanaume, shirika la afya duniani WHO mwaka 2022 linasema wanaume walikuwa na viwango vya juu vya kujiua, na hii inatokana na dhana potofu kama wanaume hawalii au hawawezi kuwa dhaifu. Kwa hiyo hii inaathiri afya yao, wana internalize. Mwisho unaona mtu tu, unaona ameanza kuwa mgomvi, ameanza kuwa mlevi, au amefanya kitu ambacho mpaka watu kinawashangaza, fulani ameua mke na watoto, au amejiua yeye mwenyewe, kwa sababu ana ugonjwa wa akili ambao umeendelea kwa muda mrefu, lakini haukugundulika kwa sababu hajaomba msaada na hajaweza kueleza kwamba ana tatizo mahali popote. Wanaongoza kwa viwango vya kujua. Zipo na nukuu kadhaa hapa ambazo ningelipenda niwapatie tu kwa ajili ya kuemphasize kitu kidogo. Kwa mfano, Dr. Ronald Levant kwenye kitabu kinaitwa The Tough Standard anasema tamaduni za kimwanaume, yani masculine, zinapunguza uwezo wa wanaume kupata msaada wa hisia kwa sababu huona aibu kuonyesha udhaifu, feel ashamed to show sign of weakness. Kiomba msaada, maana yake ni kwamba something is not right with you. Tumetengenezewa mazingira ya kuona aibu, kuonyesha kwamba sisi pia tuko vulnerable. Dr. Andrew Reiner ambaye ameandika kitabu kinaitwa The Better Boys, Better Men, anasema pia kwamba tunahitaji kuwafundisha wavulana na wanaume kwamba hisia ni sehemu ya utu wao na si tishio kwa wanaume wao. Kuonyesha hisia, showing your emotions, does not make you less of a man. Haikufanyi wewe usiwe mwanamume. Kwa mfano, nilikuwa
Nadhani kuna watu hapa tunaotoka North Carolina. Tulikuwa na msiba mmoja mahali fulani hapo, katika kueleza rafiki yangu mmoja akapatwa na hisia akatoa machozi. Baba mmoja wa kabila lake baadaye akasema amefanya kosa kubwa sana kulia mbele za watu, mbele za wanawake na mke wake na watoto, kwa sababu sasa we kama unalia wengine wafanyeje? Eh, yani it was live kabisa, live. Ile bwana akatoka nje na nilikuwa pale, nikamfuata kule, nikamwambia bwana, ulichofanya ni sahihi, encourage. Lakini nilikuwa ni mfano halisi wa jinsi ambavyo tumetengenezewa mazingira ambayo tunafikiri kwamba mtu akionyesha hisia zake basi huyo mtu ni dhaifu and he's less of a man. Kama tunataka kuwa na afya bora ya kiakili, moja, ni lazima tupinge hizi mila au hizi tabu zinazofikiria kwamba wewe ukionyesha emotions au ukionyesha kuwa vulnerable, if you share your feelings, share what is going on in your life, kwamba you are weak. It does not make you less of a man. Lazima tuanzie hapa. Hata kama tulifundishwa mambo tunayoyaamini leo, tulifundishwa, na the only way you can unlearn ulichokifundishwa ni kwamba lazima ukubali kwamba si kila kitu ulichokipokea nilichokipokea ni sahihi. Kuna vitu vilivyokuwa sahihi, lakini kuna vingine havikuwa sahihi. Michael Addis, mtaalamu wa saikolojia ya wanaume, anaandika pia kwamba wanaume wengi wananyamaza kwa sababu ya aibu au kuogopa kuhukumiwa, si kwa sababu hawajali. Kwa wakati mwingine tunashindwa kuomba msaada kwa sababu ya aibu au tunaogopa kuhukumiwa. Man, ndoa inakushinda wewe, una shida na mke wako. Nakumbuka nikikua kule kwetu kule, hapokuwa na jambo baya kwa mwanaume kama kukimbiwa na mwanamke. Yaani mke wako akikukimbia, wakasema mke wa fulani ametoroka, ameondoka na hataki kurudi, yaani ilikuwa ni shida sana kwa huyo mwanaume, kwamba mwanaume gani huyo ameshindwa kuishi na mwanamke. Na ndio iliyoleteleza mila nyingi. Sijui kwenye mila yako ilikuwa mwanamke akikimbia nyumbani, hata kama alikimbia kwa sababu yuko abuse, amepigwa, mwanaume alikuwa analazimika kumfuata kwenda kubembeleza huko, hata kama akitoa faini, akikutana na familia ambayo inajali very strong, na mketisha, alikuwa yuko tayari kufanya chochote ili mradi mke wake arudi nyumbani, kwa sababu asiporudi there was a shame associated na hicho kitendo cha mwanamke kumkataa. Nadhani hata leo mnaona vijana wengi hawataki yani akiona dalili kwamba wewe anakuchumbia alafu unakaribia kumkataa, anajifanya yeye ndiye amekukataa. Yani anakuwahi ili aonekane kwamba yeye ndiye amekukataa, hata kama unataka kumkataa wewe mwanamke, kwa sababu ya hiyo mentality kwamba it is shame kukataliwa, is shame kutoweza kumconvince mtu kukubali kama mwanamume. Kwa hiyo ni muhimu sana kuangalia hizo mila zetu na jinsi zinavyo shape. Na kwa bahati mbaya sisi wote hata ambao tumekuwa na vijana tuna hizo element hizo ambazo bado zipo, ni chembe chembe, tumezaliwa nazo, ziko kwenye ukoo, ziko kwenye damu, tumeziona kwa wazazi wetu na tunazikuza, na matokeo yake tunadhihirisha pia kwa watoto wetu wa baadaye. Somehow we need to find a place where we can cut that chain ya kufikiri kwamba mwanaume hawezi kuwa na hisia au hawezi kuhitaji msaada. Terry Rio anaandika kitabu cha I Don't Want to Talk About It. Anasema bila kueleza maumivu yao, wanaume hujifungia ndani na kuchoka kimwili na kiakili, hali inayoweza kusababisha unyongofu na wa muda mrefu, yani depression ya muda mrefu. Wanaume wanajifungia, wengine wanajifungia kwenye mioyo yao. Katika kazi zetu hizi za counseling, mara nyingi shida analeta mwanamke, na inachukua nguvu kubwa sana kuconvince mwanaume kuja kwenye counseling, hata kama naamini kwamba kuongea na mtu kunaweza kuwa msaada kurejesha mahusiano yao, lakini wanaume tunapata shida kubwa sana, especially wanaume wa Kiafrika, wanaume weusi. Hiyo ni jambo gumu sana, ni gumu sana, na hata kama akija atazunguka tu anaeleza mambo ya pembeni pembeni, lakini haeleze exactly tatizo ni lipi. Lakini basi kwa sababu wote tuna mila hiyo, unaweza kutafuta njia ya kufika mara ambapo
anaweza kuopen. Inachukua muda mrefu sana kutengeneza ile tunaita therapeutic relationship ili aweze kufunguka na kueleza. Na hii yote ni kwa sababu ya mila. Kwa hiyo wale ambao ni Waafrika tunaofanya kazi za counseling tumejifunza na kutiana moyo kwamba sometimes we need to be gentle to fellow men ili tuweze kutengeneza mazingira ambayo wanaweza kuwa comfortable kuzungumzia yale yanayowasibu bila kufikiria kwamba kufanya hivyo wanaonekana ni dhaifu, kwa sababu si kweli kwamba kushindwa jambo fulani inamaanisha wewe ni dhaifu. David Vogel anaandika tena, huyu ni toka Iowa State University, anasema kujenga imani na kuondoa hofu ya kuhukumiwa ni hatua muhimu katika kusaidia wanaume kuomba msaada wa kisaikolojia. Kuondoa hofu, usiogope kuomba msaada, lakini pia usiogope kuwa judge na watu wengine. Bahati mbaya watu wengi tunaishi maisha ambayo sio yetu, yani tunaishi maisha ambayo ni ya watu wengine. Yani tukitaka kufanya kile nasema watu watanifikiriaje? Wanaume wenzangu watasemaje? Na ndio maana wanaume ni vizuri tutafute forum, mazingira ambayo tunaweza tukazungumza openly, tukaweza kutiana moyo na kufunguka na kuelezea changamoto tunazopambana nazo. Nukuu ya mwisho hapa kidogo ambayo ningetaka kuzungumza inatoka kwa Dr. Brené Brown. Huyu ameandika kitabu The Gifts of Imperfection. Anasema kuomba msaada si udhaifu, ni ushahidi wa ujasiri wa kihisia na kiutu. Yani instead of being a sign of weakness is actually a sign of courage. Mtu anayeomba msaada inaonyesha kwamba anajiamini, lakini pia anatambua kwamba yeye ni binadamu. To err is human. We are not perfect as men. Kwa wale ambao ni Wakristo tunajua kwamba Biblia imesema kwamba watu wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. We have all sinned and come short of the glory of God. So we are not perfect. Tunazaliwa tukiwa sio perfect, tunazaliwa tunakuwa katika dhambi, tuna mazingira sio rafiki. So we are not perfect. So one of the best way to liberate yourself, know that you are not perfect and it is okay to make a mistake. And when you make a mistake, acknowledge them and they move on. Ni sawa na kuomba msamaha mwanaume. Kuomba msamaha does not make you weak. Kuwa jikoni, ukiwa unapika jikoni, does not make you less a man. Actually, I've never seen anybody being shot while he's in the kitchen. It's the most safest place to be. Na kwa hiyo unapojikubali na kujiamini, unaweza kufanya vile ambavyo mila na desturi zetu zinafikiri kwamba ni udhaifu. Wanaume wanaojiamini wanajua kwamba wanaweza kufanya makosa. Wanaume wanaojiamini wanajua kwamba wanaweza kuwa mafanikio leo, kesho mafanikio yanaweza siwepo, is part of the journey. Wataendelea kupambana na watakuwa sawa. Wanaume wanaojiamini watajifunza kuambia watoto wao na wake zao kwamba I'm a human, I get tired, I get stressed, sometimes I don't feel good about myself. They allow themselves to be vulnerable. Na wanapofanya hivyo wanatengeneza mazingira ambayo wale wanaowazunguka wataweza pia kujifunza kutoka kwao. Just being a leader by example. Unamfundisha mtoto kwamba utakosea siku moja, na ukikosea sio mwisho wa maisha. It is okay. There is a second chance. You can make it even if you fall today. Sasa baada ya kutoa nukuru hizo, wewe niwape mifano mingine, kwa sababu kama ilivyosema my first background ni as a theologian. Ninapenda kuwapa mifano mizuri sana ya wanaume waliokuwa kwenye Biblia. Hii tunaita mifano ya wanaume katika Biblia walioathirika kisaikolojia, ambao walihitaji msaada. Mtu wa kwanza ni Musa. Musa tunamjua kama the strongest leader, mtu aliyetaka kuliberate Waisraeli, Waebrania wenzake. He was ready to die for his nation. Lakini kuna wakati fulani kwenye kitabu cha Hesabu 11:14 mpaka 15 anasema alimwambia Mungu hawezi kuhimili mzigo wa watu wake peke yake, akasema heri afe kuliko kuendelea kuteseka. Yani alitamani kufa. That's suicidal. Yani you wish to die. Alitamani kufa. Yani maisha yalikuwa ni magumu, akasema I wish to die, na aliverbalize. Huyu alikuwa ni mtu wa Mungu. Kuna watu ambao
kuchumia kichaka cha kuwa mtu wa Mungu. Yaani ukiwa na mtu wa Mungu lazima uwe na imani, kila kitu kinawezekana kwa msaada wa Mungu, of course, lakini does not take away your humanity. Kuna nyakati ambapo mzigo wa maisha unaweza ukawa mgumu, ukawa mzito, na ukajisikia unyonge, ukajisikia kuchoka, ukajisikia kuwa defeated. It is okay, mpaka litamani kufa. Yupo mtu mwingine anaitwa Elia kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza 19 mstari wa 3 na kuendelea. Baada ya kutishiwa na Jezebel, tena Jezebel alikuwa ni mfalme mwanamke, aliogopa sana, akakimbia siku nzima, halafu akaomba Mungu amchukue, yani take my life, akisema imetosha sasa. Akatamani kufa mpaka Mungu alipokuja kumencourage pale, but he was there basically wishing to die. Kwa hiyo wewe ukisikia mzigo wa maisha, you're not the first person. Tofauti na hawa ni kwamba they told God, walimwambia Mungu alichokisikia na aliwaambia wengine. Lakini yupo Ayubu pia. Ayubu, tunasoma kitabu cha Ayubu 3 mstari 11 na Ayubu 6 pia. Alikumbwa na msiba mkubwa, mnakumbuka. Alifiwa na watoto, akapotelewa na mali, akakumbwa sana na msiba mkubwa na huzuni. Na rafiki zake wakaanza question maisha yake integrity, kwamba there's no way all these things can happen to you unless you did something. Kwa hiyo wakamwongezea ile tunaita guilt, ile hali ya kujisikia kama alifanya kosa fulani. Biblia inasema kwamba akauliza kwa nini alizaliwa, yaani alijuta kuzaliwa, akatamani kufa. Hawa ni wanaume ambao leo tunawaona kama mifano. So being an example also inaonyesha kwamba Ni network ya kwangu ama ni ya presenter imesta? I think with presenters. Oh, okay, okay. Let's give it a minute alafu tumsubiri. In the meantime, we can keep engaging. Kama kuna nani questions or comments kwenye chat tunaweza tukapost. Je, are we relating? Ni kweli wanaume walioko humu ndani na ambao je, ni kweli tunakuwa na ugumu na ni vitu gani vinavyotupa changamoto kuwa wepesi kushare mambo yetu? Pastor ameongea hapo zaidi kuhusu swala la aibu na mila. Je, mila gani nyingine labda potofu ambazo tumezibeba zinazotukwamisha? Karibuni. Naona atakuwa na sort network maana ametoka kabisa. So as we're waiting for him, let's keep engaging. Karibuni. Yeah, nadhani a key part ambayo mchungaji ameongelea hapo ni more the cultural. Kwa hiyo inabidi kuangalia namna ya overcome hiyo, na kama mchungaji alivyosema hapo, mifano ipo mingi ya kwenye Biblia. Kwa hiyo lazima kama wanaume tujiangalie, tujiwezeshe ili kuweza overcome hizo like to call them stereotypes, na jinsi ya kuendelea kwenye huu ulimwengu wa kisasa where we can talk openly, create different forums ambazo zinaweza zikahelp kurelieve baadhi ya hizo stresses ambazo ni kawaida katika maisha. Kama watu waliokuwa wanaongelea kwenye Biblia, hao ni watu ambao tunarefer leo, pia walikuwa na mapungufu. Hata ukiangalia ni wanaume wengi hata ambao wamefanikiwa, kila mtu ana changamoto yake. Hata both wanaume na wanawake wote tuna changamoto, lakini ni jinsi tutakavyoweza
kuzi overcome, kuweza kuongea na kufikia solution. Kwa hiyo discussion nzuri, ningependa kusikia wengine wanavyosema. Ya, poleni nilipotea. Yes, Pastor, Unanisikia endelea. sasa? Yes, karibu tena, pole. Yeah, asante sana Soga, nimesikiza commentary yako. Let me give you just one last example ambao nadhani is the most important and most powerful example. Hii ni ya Yesu. Mathayo 26:37 mpaka 30 anasema, tunajifunza kwamba kabla Yesu hajafa pale msalabani alisikia huzuni kuu hata kufa. Na alichofanya akaomba wanafunzi, akachukua wanafunzi watatu waende naye, akaomba waende naye kuomba, na akahuzunika sana alipokuta wamelala. Aliwaita kumtia moyo na kumfariji. He needed some support. Alikuwa na huzuni. Huyu ndiye ambaye ndiyo kiongozi wetu wa kiroho. Kwa hiyo sasa, kama yeye Yesu alikuwa na huzuni at some point, lakini akaona ni busara kutafuta wanaume wenzake tena wanadamu ambao soon alikuwa aende kuwafia, akawachukua ili waweze kwenda kuomba naye na kumtia moyo. Wewe ni nani ufikiri kwamba unaweza kusurvive bila kuwa na support ya watu wengine? Kwa hiyo niwatie moyo, na labda nijibu swali ambalo hamna aliyeliuliza. Nafasi ya mwanamke, nafasi ya dada kwenye hili ni lipi? Nafasi ya kwanza, ni muhimu sana wanawake na dada zetu mfahamu kwamba sisi wanaume sio wepesi kushare tunavyojisikia. Hata katika mazungumzo ya kawaida yawe ya kimahusiano, sio wepesi kueleza tunavyojisikia. Mara nyingi tunakuwa misunderstood kwa sababu actually you never get to hear how we feel, kwa sababu sio wepesi wa kushare feelings zetu. Kwa hiyo muwe wavumilivu na sisi, lakini mtengeneze mazingira ambayo yana encourage, mtengeneze mazingira ambayo yanawezesha, mazingira ambayo hayashemu mtu anapokuwa katika hiyo hali, yanaweza kumtia moyo. Hata kusema tu kwamba unatupigania, najua, lakini najua mzigo ni mkubwa, au tumia lugha ile ambayo unaweza unajua atakuelewa huyu unayeishi naye, kwa sababu ni rafiki yako, ni mume wako, ni kaka yako, ni mfanyakazi mwenzako. Kutengeneza mazingira ambayo atakuwa comfortable, angalau kufungua kadirisha kadogo katika maisha yake ili aweze kushare na wewe. Lakini pia ukiona hasira ya mwanaume, ana hasira na behavior, hiyo ni dalili kwamba kama una njia ya kumtafuta njia ili apate msaada, inaweza kuwa ni dalili mojawapo kwamba kuna pressure ya maisha katika maisha huyo mwanamume ambayo imezidi kiwango, hawezi kucontain tena. Msaidie, tengeneza mazingira ambayo anaweza kupata msaada. Labda niishie hapo, mwingine tutazungumza kama kutakuwa na maswali. Nikurudishe kwako tusikie. Nilikuwa nimesikia, nadhani nilikuwa nimeanza nisimaliza dakika zote, alafu nitakuwa na jambo la mwisho kufunga. Karibu. Asante sana Pastor Migombo. Nashukuru sana kwa ajili ya conversation na presentation ya leo. Kwa kweli hata mimi nimebeba mengi, lakini muda wetu unaenda, kwa hiyo ngoja niende kuna swali hapa tunawasaidiaje watoto wa kiume kuanza kufunguka mapema? Maana nasema hata wadogo ni wagumu, tena kama ni issue inahusisha na wengine, utasikia sitaki kuwa snitch. Haya. Naomba nikuachie hilo swali, lakini kama kuna maswali mengine unaweza tu ukanyosha mkono, lakini pia unaweza ukatype kwenye chat, tutafanya. Karibu Pastor. Unataka nirespond kwa hilo au ningoje maswali yote? Sioni kama kuna mwingine mwenye swali. Karibu, you can just unmute and talk. Haya, ili tusipoteze muda, nitaendelea kujaribu kujibu hilo swali. Kwanza, ni muhimu sana kujua jinsi watoto wetu wanavyojifunza.
kuna walimu kati yetu hapa na wengine tumesoma saikolojia. Kuna njia mbili muhimu ambazo watoto wanajifunza bila kujali ni wa kiume au ni wa kike. Moja ni kwa kusikia na nyingine ni kwa kuona. Hiyo ndiyo njia ya kwanza. You learn by seeing, you learn by hearing. Kwa hiyo maneno tunayoyazungumza nyumbani na lifestyle tunayoishi nyumbani ndio mwalimu wa kwanza wa mtoto. Mtoto wa kiume atabehave kama baba yake anavyobehave. Atazungumza kama baba anavyozungumza. Kama baba anafoka nyumbani, akija wote wanakimbia kama vile paka ametokea panya anakimbia au paka anakimbia mbwa amekuja. Katoto ka kiume kanaweza kufikiri kwamba kuwa mwanaume lazima utishetishe watu hivi. Kwa hiyo kataanza kufanya mazoezi ya kutishatisha dada zake au watoto wengine hapo. Kwa hiyo njia moja ya kutengeneza ni kwamba sisi wazazi, moja, tunatakiwa tuwe self aware na maneno tunayotumia, lakini pia na jinsi tunavyoishi. Kwa mfano, lugha unayoitumia kwa mke wako, kwa dada yako, kwa wale wa jinsia tofauti ni njia moja ya kumodo tabia za mwanaume zinazofaa. Unaweza ukamodo pia kwa kuwa helpful. Wale mliooa mke wako ametoka sokoni na kwenda kumpokea, kwa kawaida kwa nyumba zetu wanaenda kutoka kupokea ni watoto wa kike. Kwa hiyo katoto ka kiume kanafikiri wanaotakiwa kwenda kupokea ni watoto wa kike. Tena baba akija anaita watoto wa kike, haiti mtoto wa kiume. Kwa hiyo mtoto wa kiume haendi kupokea baba, wanaendi kupokea mama. Hatujifunzi kuwa helpful kutoka utotoni. Kwa ninyi wanawake na watoto wa kiume na wa kike, unawatuma kazi watoto wa kike, wanaume huwatumi. Tena unawaprotect tu. Yani kama utafikiri unatengeneza tumiungu fulani hivi na tu king fulani kwenye nyumba. Kwa hiyo mtoto wa kiume anafikiri kwamba kuna majukumu hapaswi kufanya. Mtoto wa kike anakosea anaomba msamaha, mtoto wa kiume aikosea anajizungusha tu, kwa sababu baba yake pia anajizungusha, huwa haombagi msamaha. Baba unaweza ukamodo kwa kufundisha kwamba when you make a mistake you need to apologize. Una modo. Kwa hiyo una modo, mwambia young man, you're gonna make a mistake. When you make a mistake, own it, be responsible, apologize. Na una modo kwa jinsi unavyo treat wale ambao Mungu ameweka chini yako. Lakini go for a walk. Nilikuwa na mtoto wa kike, wangi mnamfahamu. Nilimpenda sana, nilikaa miaka 5 sijapata mtoto mwingine. Kwa hiyo akaanza kujifunza tabia vya kiume hivi. Anataka kuvaa socks na viatu. Nikamwambia siku moja, Betty, wewe ni mwanamke, sio lazima uvae viatu na socks. Wanawake wanaweza kuvaa viatu bila socks, ila wanaume ndio lazima tuvae socks. Basi akashika kanavaa viatu yake bila socks, lakini one day I got ashamed. Akakutana na tukaenda kwa jirani hapo. Jirani actually alikuja mzee mmoja wa kutoka kule kwetu kule kanda maalum, akaja na sandals ambazo ni appropriate kabisa kwa mwanaume kutovaa socks. Katoto kangu hakika kakaniambia, baba, mbona huyu hajavaa socks? Alafu akaanza, mbona hujavaa socks? Najaribu kukanyamazisha, inashindikana. Mama yake akaja akakachukia, sema, mama, hajavaa socks, hilo mzee hajavaa socks. Yani ikabidi mimi nianze ku apologize kwamba the problem was not my daughter. Mimi ndio niliyokosea kufundisha kwamba for the most part wanaume tukivaa viatu tunavaa socks, lakini kuna viatu ambavyo hata wanaume hatuvai socks. Kwa hiyo naona mtoto alishika kile nilichomwambia kwamba wanaume wakivaa viatu lazima wavae socks, na huyu mtu akaja bila kuvaa socks na anashangaa yeye mwanaume gani havai socks. Kwa hiyo tumodo, na usiassume mtoto haelewi wala hawezi kushika vile vitu unavyofanya mara ya kwanza, unavyoviongea atavishika. Na kama ni kitu cha kimila, pia mfundishe kwamba mila zetu zinasema hivi, dini inasema hivi, lakini kwa kweli hizi ndio tunavyotakiwa kuishi. Ili apate nafasi ya kukuhoji na ufanye debate naye, uongee naye, unampatia uwezo wa kufikiri, unamtengenezea mazingira pia ya kuwa comfortable kushare hizi views
and his emotions in a very safe environment. Asante. Asante sana. Niliona mkono wa Karibu. Neema na ameshusha. Ya, Karibu. habari ya wakati huu. Mimi nina swali. Nina mtoto wa kike na wa kiume, lakini huyu wa kiume wa kike tuseme, kuna sometimes akiwa amefanya labda kosa au tumezungumza kitu fulani, kuna wakati I want to comfort her, huwa namkumbatia, namwambia it's okay my daughter, hivyo. Lakini kwa huyu wa kiume huwa ni tofauti, like nikimkumbatia hivi nikisema ni calm down au nifanye hivi, huwa ni kama anageuka, he's not comfortable. Sasa I wish to know, hiyo ni kawaida kwa watoto wa kiume na inatakiwa iwe hivyo, au there is somewhere ambako sijaweka vitu vizuri, au natamani kujua hapo kidogo. Asante. Swali zuri sana. Natamani wanaume wanisaidie kujibu hilo swali hiyo. Na kuna Na watoto wa mwingine kike na pia kuna swali. namna fulani tukiwa communicate nao pia sio vizuri. Na wewe kama mwanamke, asante, hilo swali umeuliza vizuri. Yuko comfortable na jinsi unavyomcomfort mtoto wa kike, kwa sababu a woman is natural for you. You know how it feels to be comforted as a woman. Unafanya na inakuwa natural hata kwa huyo mtoto, lakini wewe sio mwanamume. Kwa hiyo hata huyo mtoto na yeye, na ndio maana kimsingi tunasema yani umuhimu wa kina baba kwenye familia na umuhimu wa kina mama kwenye familia huwezi kuunderestimate kwamba wote wawili wana umuhimu, kwa sababu kuna sehemu ya malezi ambayo only the father can do better au only the mother can do better kulingana na mazingira fulani. Kwa sababu hawa watoto, kumbuka ni kwamba japo kwa bado ni wadogo, ni mtoto wa kike na ni mtoto wa kiume, wana mahitaji tofauti, na hayo mahitaji wanazaliwa nayo, wanakuwa nayo hata akiwa bado ni watoto. Mwanaume anahitaji haki, lakini it's not his priority. Mwanaume anaweza kuishi bila haki. Mwanaume anaweza kuishi bila kuambiwa nakupenda, akaishi tena bila shida, lakini ukimwonyesha madharau kidogo, anakufa kabla ya wakati, anapoteza mwelekeo, anakosa confidence. Unanielewa? Lakini mwanamke unaweza usimpe shikamoo, japo kwa nakuzidi umri, atadunda tu, maisha yanaenda bila shida, lakini anahitaji kujua kwamba anapendwa, ana usalama, kuna mtu anajali hisia zake, kwa sababu mahitaji yetu ni tofauti. Kwa hiyo na haka kanaume hakuliko nako ndani ya nyumba kanahitaji lugha ambayo labda inaweza kusaidia kwamba utumie lugha ambayo yeye anaweza kuwa comfortable. Unawapenda wote, lakini the language you using for those kids lazima iwe inafikisha ule ujumbe uliokusudia, na lazima utumie mbinu zile za kiume, kwamba huyu mtoto wa kiume anachohitaji sio kukumbatiwa na kufarijiwa, anahitaji kuambiwa kwamba itakuwa sawa, umekosea, lakini sio mwisho wa siku, una akili sana, una uwezo wa kufanya mambo na utaweza, usisikitike. Yaani umtie moyo kwa namna ambayo yeye anasikia kama anajengeka hivi, sio moyo unashughulikia na akili yake, sio moyo hauna shida, ila moyo wa mwanamke ndio unahitaji kushughulika nao. Huyu unahitaji kushughulika na akili yake, psyche yake kwenye akili. Am I good a man enough? Hata haka kavulana nako kanafikiria hivyo hivyo, maana hakataki kudharauliwa na dada zake. Hamjaona hata wanapocheza watoto wadogo, utakuta kila tayari watu wameshaanza kuplay roles za wanaume na wanawake, na hamna aliyewafundisha. Wao wenyewe tu wamejipanga, wakajua bibi harusi ni nani na bwana harusi ni nani na baba ni nani. Hamna naye wapanga, wanajipanga wenyewe na majukumu. Hata wakichagua shetani kwenye mchezo wa kuigiza, wao wachagui mwanamke, wanachagua au wakichagua askari hawachagui mwanamke, wanachagua kavulana. Ni roles ambazo Mungu ameziweka, ziko instinct. Kwa hiyo cha msingi nifanye hivyo. Kama kwa mfano is possible, na kufano unaweza ukawa ni single mother, labda na mtoto, baba hayuko kwenye maisha yako. Hii ni muhimu sasa kutumia kanisa. Hakikisha kwamba mtoto wako kwenye kanisa au kwenye vikundi ambavyo anaweza kapata good role model ya wanaume. Na vivyo hivyo siku hizi kuna single parents wanaume pia. Make sure there is
nice aunties and sisters around ambao watamodo huyo mtoto wa kike kama na mtoto wa kike, maana mtoto mwanaume huwezi kulea mtoto wa kike pia, hata kama na mapenzi naye. Kuna sehemu tutafika, utahitaji msaada. I wish I could say more, lakini labda niishie tu hapo. Hopefully it is helpful. Asante basi. I think maybe tutakuwa na session tofauti. Naona hatujatendea kwenye malezi ya watoto wa kiume, nadhani tutaweza kuwa na session tofauti. Najua wengi wana watoto wadogo wanatamani kuwalea sasa kwa namna tofauti. Lakini pia kuna mtu ameuliza swali, how can we be more open as men, na njia gani sahihi ya kuchagua marafiki wa kuwaambia vitu? Good question. Good question. Hilo swali nijibu tu kwa ufupi, ni swali muhimu sana. Ni kweli tunataka tuwe more open na tuweze kutoa hisia zetu, lakini haina maana tutoe hisia zetu na kuambia watu mtu wa aina yoyote. Moja, ajitambue ni mambo gani ambayo wewe ukiamua kumwambia mtu kwako ni muhimu, like boundaries zako, ile ambayo huwezi kucross. Labda wewe ni mtu ambaye uko very private, lakini sasa una rafiki ambaye ni mwepesi, yani ni kama chombo cha habari hivi, yani akipata habari halali nayo. Unajua kuna watu hawalali na habari. Lakini sio tu kwamba aina ya mtu huyo tu ndio shida, lakini kuna mwingine pia hana uwezo wa kucontain. Una jambo zito sana na unataka kumwambia mtu, lazima ufikirie huyu mtu ana uwezo, does he has the capacity to swallow my pain na kuwa okay, au mtaishtukia wote mmekuwa confused. Yani wewe una matatizo yamekuconfuse, unamwambia mtu na yeye anakuwa confused more than you are. Huyo naye pia hafai. Kwa hiyo tafuta mtu ambaye unafikiri emotionally is mature, he can keep privacy, anaweza kutunza siri zako, sio mwepesi wa kutoa siri, lakini pia ana sifa au uwezo wa kuelewa tatizo lako, kwa maana ya kwamba ana experience, ni resourceful, ni mtu ambaye anaaminika, hana questionable, hana tabia ambayo ni questionable. Venti hivyo vitu vyote, yani sisemi kwamba mwambie kila mtu, chagua mtu, na kama hujampata basi tafuta referral. Je, tafuta, pitia wenda kwa mchungaji wako, kwa shehe au kwa mtu yeyote, na sio kwamba mtu akiwa mchungaji maana yake ana sifa hizo, akiwa mwalimu ana sifa hizo. Maana yangu ni kwamba tafuta msaada ambao utakaopata mtu sahihi. Ukiweza tafuta professional, sio professional wote watakulipisha pesa. Sometimes wengine wanakutaka kukusikiliza, wasipoweza kushughulika na wewe watakusaidia mahali pa kwenda na mahali pa kuanzia. Lakini ni kweli kwamba uwe na uhakika mtu unayemwambia atakuwa mtu ambaye ni sahihi. Kama mtu ni mtu nayeomba, omba Mungu akupatie mtu sahihi, uwe comfortable kumwambia huyo mtu. Lakini kwa kweli usikae nalo jambo ambalo linazidi uwezo wako na linaweza kuleta msongo wa mawazo, likakufanya ukashindwa kufanya mambo yako ya kila siku, kwa sababu ukifikia hatua basi unaweza kufika mahali ambapo recovery yako inaweza kuchukua muda mrefu sana. Labda niishie tu hapo. Kama utakuwa na swali is okay. Kama mtu akitaka kuwasiliana na mimi personally kuniuliza swali, I'm more than willing to help as much as I can. Asante sana Pastor. Na last session tuliongelea kuhusu swala pia la namna gani unaweza ukapata marafiki. Kwa hiyo nimetuma hapo links za YouTube, mnaweza mkaenda kuangalia tena hiyo session, kuna nani zaidi. Nitakuruhusu Lili 2 minutes, muda umeisha, 2 minutes and then tutamaliza na wewe. Karibu. Napewa 2 minutes. Okay, I'll try my best. Mnanisikia? Yeah. Yeah. Hi, Pastor Migombo. Na mimi kuna situation ilitokea this week ambayo ndio nikasema I think I need help kwenye namna ya kucommunicate na watoto wa kiume, especially huyu wa kwangu. Kuna situation ilitokea ambayo tumetoka shule na dada zake, tumepitia store. Tulivyopitia store, dada zake walikuwa na print out stuff for graduation, waka print out. Sasa ikachukua longer than we expected. Sasa kuna yule uchovu, ametoka shule nini,
Sasa kaka yake amekaa hapo akanunua, akasema okay mama, naomba ninunue hiki sijui ni chips sijui nini. Nikamwambia ya nunua. Akaleta, alivyoleta dada yake akasichukua, akasema hii sio nzuri, tuchukue nyingine. Alafu akasema lakini sio yako mwenyewe, tutashare. Hali ikabadilika, sura ya wa mtoto wa kiume ikabadilika. Hii mimi ni ya kwangu, sitaki kushare. Sasa nikanyamaza kimya, nikaangalia kwamba hii situation ngoja nione wataihandleje. Haya, huyo akaenda kuchukua kitu kingine, akaleta soda, akasema hii ni ya kwangu. Nikamwambia sasa soda na hii kitu sasa hivi sio vizuri kuchukua vitu ambapo sio healthy. Akaenda kuchukua kingine, akaleta candy, akasema hii candy mama unaiona haina hiki na hiki na hiki, ni candy nzuri. Nikamwambia kwa sababu nikaiangalia nikasema lakini itabidi ushare. Hapana. Akarudi, akashikwa na hasira. Huyo akaenda kujikalisha pembeni mwenyewe na pembeni ya wenzake. Sasa mwenzake huko anamwangalia, tunamwangalia, sasa nasema huyu mtoto huyu ana kiburi, yani anataka kushare. Yaani kitu kinaendelea kwenye kichwa changu. Haya, tumetoka hapo dukani amenuna, kwenye gari amenuna, tumefika nyumbani amenuna. Akaingia mlangoni akafunga mlango. Nikasema nishikwa na hasira sasa. Ile African mother nani kaingia fimbo. Huyu mtoto ni fimbo. Anawashwa kwa fimbo. Akaingia ndani. Nikamwona ameingia huko juu na anaanza kugombana dada zake. Mimi kila siku nikinunua hiki sijui nini na nini. Nikasema okay, kamuita chini. Kamwambia haya, shuka hapa chini. Nikaenda kwenye kona chumbani, nikamwambia sasa wewe shida ni nini? Akaanza kusema mimi kwanza nienda kule, tumekaa muda, mimi nilikuwa nataka nirudi nyumbani, alafu tumefika pale, sitaki kushare, nilikuwa nataka kitu changu mwenyewe. Mimi ni kitu changu, mimi ndio umeninunulia. Wao hawa hawana right ya kuniambia kwamba I need to share. Sasa nikamwambia sasa wewe unanishika mimi. Sasa nikageuka kwangu, ambia mimi unanishikisha hasira kwa sababu hutaki kushare na wenzako nini na nini. Naye akashikwa na hasira. Sasa hapo watu wawili na hasira. Wewe kwa nini hutaki kushare? Sasa nikamwambia kwamba unajua usipolani kushare sasa hivi huko mbele utakuwa mwanaume ambaye ni mzuri. Kuisha habari. Niliharibu mambo. Hicho kilio kilichotoka hapo, akaingia bathroom. Mama amesema I'm not gonna be a good man. Jamani, nimesema kama hivi things you're not able to handle them now, you're not gonna be a good man later in life. Kuisha. Nimeharibu mambo. Hapo ndio mambo yakaishia, akalia. Alikuwa very emotionally damaged. So nikasema, I think kaongea nini, lakini baadaye akaomba msamaha, akawa ameshake nini, lakini akasema I need a better way of communication na watoto wa kiume, kwa sababu how come this broke him down to this level? Ni nini ambacho nimekihit ambacho kime cause some serious emotional outbreak like this? So ndio hiyo Pastor Migombo nikasema nahitaji namna ya kujua na how to communicate with boys, and I'm glad this session is going on. So sijui how can what did I do wrong, or how can I really approach this to a way that is building instead of breaking the boy down? Usikiri tunafanyaje? This is your session. Pastor, if you're available, naweza nikuombe mbele ya kadamnasi next week uendelee. Nadhani nitaungwa mkono na watu hapa kwamba next week tufanye part 2 ya raising boys. What should we do? Tuseme nini, tusiseme nini, tunajengaje vijana wetu? But I will give you I think 4 minutes. Naombeni mnivumilie dakika 10 tunamaliza. Okay, yeah. Sawa. Naomba Yeah. umekubaliwa, umepewa miaka mingi sana. So if next week is okay, Pastor, let's do another session ya watoto. Lakini for now, if you can respond to Lillian, then
Okay. Yeah, I think ulipokuwa unazungumza kitu cha kwanza ambacho ningetamani kujua na labda na wewe ungetamani kujua ni kwa nini hakutaka kushare. Sasa alikupa sababu, lakini ungetakiwa kuendelea kuuliza kwa nini. Wale mnao problem solving lazima ujue chanzo cha tatizo ni nini. Maana hapo umepata tatizo, lakini chanzo chake ni nini hasa? Kuna kitu tunaita root cause analysis, na njia mojawapo ya kupata chanzo cha tatizo. Kuna kitu tunaita 5 whys. Unauliza why did this happen, mtu anakupa jibu, unauliza tena why, mpaka utakapofika mahali ukiuliza why hupati because, yani kwamba umefikia mwisho wa sababu kwa nini kitu kimefanyika. Kwa nini hakutaka kushare and why was that a big deal? Wewe na mimi sasa hivi lile hatujui, lakini that's something I think could have been useful, could just stay there. Why he didn't want to share. Anapokupatia sababu unauliza tena, okay, I can see. Yani ukiwa uko calm, then okay, why you didn't want to share? Because this was mine. Okay. Why do you think this was yours? Because you bought for me. Okay. Unaweza ukaendelea hivyo mpaka ufike mahali ujue kwamba inawezekana kuna kitu kinaendelea kati yake, kuna mahusiano yake na dada zake ambayo labda huwa wameshajenga utamaduni wa kutoka kushare. Kuna sababu anaweza kuwa na get even, they didn't give me mine yesterday, I'm not giving them theirs today. Kwa hiyo unaona this is just a symptom. What happened that day is just a symptom of a problem. It was not a problem. Hilo ni cha kwanza, ungetakiwa kufuatilia hapo. Lakini nilikuwa na tabasamu na kucheka kwa sababu kijana na miaka mingapi ulisema? Miaka 11, si ndio? Yeah, 11. Yeah. Sasa fikiria miaka 11, unamwambia unatoa conclusion kwamba usipofanya hivyo utakuwa mwanamume mzuri, akatangaza msiba. Maana yake ni kwamba amehukumiwa hata kuwa mwanamume mzuri. That means it's not something that he wants to be part. Yani hataki kuwa kwenye record ya wanaume ambao watakuwa hasio. Maana huyo ni mwanamume aliyeshindwa. Yani ni kwamba ni mtoto wa miaka 11, lakini just see how that became devastating to him. Na ufikirie ni mara ngapi hizo statement watu wanazungumza. Mtu ameshindwa mtihani, unanielewa? Mtu ameshindwa test ya kuendesha udreva mara ya kwanza, ameenda mahali akashindwa, yani ameenda akashindwa mtihani wa kuendesha, ameferi, hataki kueleza. Uh-oh, is it me or? No, naona pasta network yake imekata tena. Pole. I think unfortunately na muda umeenda sana, so we might have to end, lakini I think one of the issues Lilian ni hiyo tumeongea in the beginning kwamba wanaume wanapokuwa attacked in their manhood kwamba yani his sense of pride is everything to them. Kwa hiyo sense ya pride ikiondolewa, ndio hapo sasa panapokuwa changamoto. It was very well intentioned kwamba you will not be this, you will not be a good man, but most of the time what he is hearing is I am not already a good man. So I think we will have to explore more next week for sure. Tutaongelea kuhusu malezi ya mtoto wa kiume, so that will be our topic for next week. Karibuni sana, msikose. Naomba kama if you want, we use the same link same time, so you don't need a new link. Kwa hiyo ukiweka tu hii link next week karibu tena, tutakuwa tuna hii mada. Lakini kwenye chat pia nimeweka our platforms, unaweza ukajoin our WhatsApp group pia, ili kama unataka kupata more real time updates. Lakini on our Instagram pages pia tunaziweka hizo link, na pia hii session itakuwa uploaded on YouTube as well. So
That said, I wish Foster was here, but naona bado hajarudi. So naomba tu niwashukuru sana na naomba tafadhali wale ambao muda mko busy as you, ni utamaduni wetu. Kama uko busy you can leave the platform, lakini normally we hang around and just have an informal session. Tunaendeleaga tu kuongea kwa dakika nyingine kama 15 20 depending na watu waliobaki na maongezi wanaotaka kuongea. So please endeleeni. Kama mnataka kuendelea kuongea hapa ni karibu, lakini if you are busy, thank you for attending, and so this will be the end of our formal session. Asanteni sana.